Mjombo na karibu katika taarifa yetu ya habari za jioni leo, ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ikiwa itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube, hakikisha unajiabonea na comment, vile vile unapartager ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News. Asante kwa kuwa nasi na tunakuomba kubaki nasi hadi mwisho wa taarifa yetu ya habari, ambapo tutakujuza ni kinachoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile pembe zote za dunia. Karibu tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako serikali ya mkoa wa Manyema nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekanusha taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinazodai kuwa mji wa Kabambare umeangukia mikononi mwa muungano wa waasi wa M23 RDF. Kwa mujibu wa taarifa hizo zilizokuwa zikisambaa, ilidaiwa kwamba waasi walikuwa tayari wamefanya mkutano wao wa kwanza wa adhara mjini Kabambare, na kwamba wanajeshi kadhaa wa jeshi la taifa la DRC FARDC waliuawa katika mashambulizi ya kuvizia. Hata hivyo, madai hayo yanaelezwa kuwa si ya ukweli na za uongo. Akizungumza kuhusu taarifa hizo, gavana wa mkoa wa Manyema Moize Musa Kabwankubi amesema hakuna sehemu yoyote ya Kabambare iliyo chini ya udhibiti wa waasi. Amesitiza kuwa hakuna kipande kimoja cha ardhi ya Manyema kilichotekwa na adui. Kwa mujibu wa gavana huyo, taarifa hizo ni sehemu ya vita vya taarifa na vita vya kisaikolojia vinavyolenga kuwatia hofu wananchi na kuvuruga utulivu wa mkoa. Amewahakikishia wakazi kwamba hali ya usalama inaendelea kudhibitiwa na mamlaka husika, huku akiwataka kupuuza taarifa ambazo hazijathibitishwa. Wakati huo mamlaka zimeonya kuhusu akaunti moja ya mitandao ya kijamii inayojulikana kwa jina la Simaro Ngongo, ambayo imekuwa ikitumiwa kusambaza taarifa za upotoshaji na propaganda zinazohusishwa na muungano wa waasi wa M23 RDF. Wananchi wamehimizwa kuwa waangalifu na kutegemea taarifa zilizotolewa na vyombo rasmi vya serikali na taasisi za habari zenye kuaminika. Kwa jumla, hadi sasa hakuna ushahidi huru uliothibitisha madai kwamba Kabambare imeangukia mikononi mwa waasi. Serikali ya Manyema inaendelea kusisitiza kuwa eneo hilo lipo chini ya udhibiti wa mamlaka halali na imewataka wananchi kuendelea na shughuli zao za utulivu, huku wakiepuka kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa rasmi. Asante. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mvutano umeendelea kushuhudiwa katika mji wa Uvira mkoani Kivu Kusini kufuatia siku ya mgomo wa shughuli za kijamii na kiuchumi maarufu kama Ville Morte ulioandaliwa na mashirika ya kiraia siku ya Jumatano tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mgomo huo ulilenga kuonyesha mshikamano kwa makundi ya wazalendo na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, huku ukitaka serikali kuongeza vifaa, rasilimali na uwezo za kiutendaji kwa vikosi vinavyopambana kulinda usalama wa taifa. Hata hivyo, tukio hilo limechukua sura mpya baada ya General James Fikadui kutoa madai mazito dhidi ya baadhi ya wanajeshi wa FARDC. Akizungumza na vyombo vya habari vya ndani, General James Fikadui alidai kuwa alishuhudia magari ya jeshi yaliyozunguka katika mitaa mbalimbali ya Uvira, huku baadhi ya askari wakidaiwa kuwapa fedha madereva wa pikipiki na wasafiri na wafanyabiashara ili warejee katika shughuli zao, na hivyo kudhoofisha mwitikio wa mgomo. Kwa mujibu wa General James Fikadui, kiasi cha takriban faranga za Kongo 15,000 kilidaiwa kutolewa na baadhi ya madereva wa bodaboda kama motisha ya kurejea kazini. Alidai kuwa wafanyabiashara pia walihamasishwa kufungua maduka yao licha ya wito wa mashirika ya kiraia wa kusitisha shughuli za kila siku. Licha ya madai hayo, taarifa kutoka kwa waangalizi wa eneo hilo zinaeleza kuwa sehemu kubwa ya wakazi wa Uvira waliinua mshikamano na mgomo huo kwa kuendelea kufunga maduka na kuimarisha shughuli na kusimamisha shughuli za biashara na usafiri. Kwa mujibu wa General James Fikadui, hatua zilizodaiwa kuchukuliwa hazikufanikiwa kurejesha hali ya kawaida ya shughuli za kiuchumi mjini Uvira. General James Fikadui pia alidai kuwa alipigwa mahojiano na doria za kijeshi zilizomtaka aeleze hadharani
msimamo wake kuhusu mgomo huo. Hadi wakati taarifa hii ikitolewa, uongozi wa sekta ya operation ya FARDC katika mkoa wa Kivu Kusini ilikuwa bado haijatoa tamko rasmi kujibu madai hayo. Tukio hili linaendelea kuzua mjadala kuhusu uhusiano kati ya vyombo vya usalama na maandamano ya kiraia, huku wananchi wakisubiri ufafanuzi rasmi kutoka kwa mamlaka husika kuhusu tuhuma hizo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Kivu Kusini, ambako gavana mkoa wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi amewataka wakazi wa mji wa Uvira waendelee na shughuli zao za kawaida bila hofu, wakisitiza kuwa hali ya usalama ipo chini ya udhibiti wa vikosi vya ulinzi. Kauli hiyo imekuja wakati kukiwa na taarifa mbalimbali zinazozunguka kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo, hususan kutokana na vita vinavyoendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa muungano wa AFC M23 katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kurejea mjini Uvira, gavana Purusi amesema kuwa taarifa zinazosambazwa zikidai kuwa usalama wa mji huo uko hatarini ni sehemu ya kampeni ya upotoshaji unaolenga kuzua hofu miongoni mwa wananchi. Amewataka wakazi kutopokea wala kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa na mamlaka husika. Kwa mujibu wa gavana huyo, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na makundi ya wazalendo wanaendelea kuimarisha ulinzi katika maeneo muhimu ya Uvira ili kuhakikisha usalama wa raia na kulinda mipaka ya nchi dhidi ya tishio lolote. Amesitiza kuwa serikali ya mkoa inaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa hali ya usalama na kwamba hatua zote muhimu zimechukuliwa ili kuzuia jaribio lolote la kuvuruga amani. Amewataka wananchi kushirikiana na vyombo vya ulinzi kwa kutoa taarifa kuhusu matukio au watu wanaotiwa mashaka. Kauli ya gavana imekuja wakati kipindi ambacho baadhi ya wananchi wamekuwa wakionyesha wasiwasi kutokana na taarifa zinazosambazwa kupitia mitandao ya kijamii kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mapigano karibu na mji wa Uvira. Hata hivyo, mamlaka ya mkoa zinasisitiza kuwa hakuna sababu ya taharuki na kwamba vikosi vya usalama vinaendelea kutekeleza jukumu lao ipasavyo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa katika nyakati za migogoro, taarifa zisizo sahihi zinaweza kuongeza hofu na kusababisha taharuki isiyo ya lazima. Hivyo wananchi wanashauriwa kufuatilia taarifa kutoka vyanzo rasmi na kuepuka kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa. Kwa sasa serikali ya mkoa inaendelea kutoa wito kwa wakazi wa Uvira kuwa watulivu na waendelee na shughuli zao za kila siku na waendelee kushirikiana na vyombo vya dola ili kuimarisha usalama na utulivu katika eneo hilo. Hiyo ndio ilikuwa ripoti ya habari kuhusu ujumbe wa gavana Purusi, gavana wa Kivu Kusini, kwa wakazi wa Uvira kufuatia hali ya usalama inayoendelea kujadiliwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mbunge wa bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Karlin Zanzu Kasivita amesema kuwa kuendelea kwa mashambulizi ya kundi la waasi wa ADF kunadhihirisha udhaifu wa muda mrefu wa mfumo wa ulinzi wa taifa badala ya kuwa kosa la mtu mmoja au taasisi moja. Kasivita alitoa kauli hiyo alipokuwa akizungumza katika mjadala moja kwa moja ulioandaliwa na mwanahabari Stani Mujakera kupitia mtandao wake wa X. Alipoulizwa ni nani aliyewajibika kwa kuendelea kwa vita dhidi ya waasi wa ADF, iwe ni uongozi wa jeshi, viongozi wa kisiasa au pande zote mbili, mbunge huyo alikataa kueleza lawama kwa upande moja. Kwa mujibu wake, changamoto iliyopo ni kimuundo. Alisema kwa miaka mingi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijaweza kujenga mfumo wa ulinzi wenye uwezo wa kuzuia vitisho kabla havijatokea wala kuwa na mkakati madhubuti wa kuyakabili mapema. Aliyo alisema imechangia makundi yenye silaha kuendelea kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbunge huyo pia alikiri kuwa katika kipindi cha miezi miwili iliyopita kumekuwa na ongezeko la mashambulizi ya mauaji katika maeneo ya Mambasa na Beni ambako raia wengi wanaendelea kupoteza maisha. Aliongeza kuwa tangu kuibuka kwa kundi la ADF maelfu ya watu wameuawa na wengine wengi walazimika kukimbia makazi yao kutokana na ukosefu wa usalama. Kasivita alisema anaelewa kushiriki hisia za wakazi wa Beni ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakioji kwa nini bado hawapati ulinzi wa kutosha licha ya operesheni nyingi ya kijeshi zilizowahi kutekelezwa dhidi ya waasi wa ADF.
Kwa maoni yake, hali hiyo inaonyesha umuhimu wa kufanya tathmini ya kina ya sera na mikakati ya usalama ili kupata suluhisho la kudumu. Hata hivyo, mbunge huyo hakutoa takwimu rasmi za tathmini ya operations zinazoendelea, akieleza kuwa hali ya usalama bado inabadilika na mapambano dhidi ya waasi wa ADF yanaendelea. Hivyo ni vigumu kutoa hitimisho la mwisho kwa sasa. Kauli hizi zinakuja wakati mashambulizi ya makundi yenye silaha yanaendelea kuadhiri maisha maelfu ya wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wachambuzi wanaendelea kusisitiza umuhimu wa kuimarisha mfumo wa ulinzi, ushirikiano na vyombo vya dola na ulinzi wa raia ili kukabiliana na changamoto za muda mrefu zinazoiadhiri nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko katika eneo la mashariki. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendo wa msikilizaji na mtazamaji, basi achana kuingia moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Tuelekee sasa barani Afrika ambako Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema Afrika haijawahi kukosa maono na vipaumbele vya miundombinu ya bara hilo na kwamba sasa ni utekelezaji wa maono hayo. Kauli hiyo ameitoa leo wakati akizindua mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu Afrika. Jukwaa hili limejadili mengi, lakini swali kubwa lilikuwa ni je, nini kifanyike ili Afrika iweze kujenga miundombinu kwa kasi na kwa kiwango kinachokidhi mahitaji ya sasa. Florence Majani ametuandalia taarifa hii. Jukwaa hili limewakutanisha zaidi ya washiriki 12,000 wakiwamo viongozi wa Afrika, wawekezaji, taasisi za fedha za kimataifa na wafanyabiashara kutoka nchi mbalimbali za Afrika kutoka katika sekta ya nishati na miundombinu, ambao kwa pamoja wamejadili mustakabali wa miundombinu imara na ya uhakika barani Afrika. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa jukwaa hilo, Rais Samia Suluhu Hassan amesema jukwaa hili lina umuhimu mkubwa na linafanyika katika wakati sahihi. That's why this forum matters. Ndio maana jukwaa hili lina umuhimu mkubwa. Linawaleta pamoja viongozi, wawekezaji, taasisi za fedha na washirika wa maendeleo wakiwa na lengo moja la pamoja. Mawaziri na wawakilishi wa marais kutoka Afrika kadhalika wameshiriki jukwaa hilo leo. Katika hotuba yake ya ufunguzi, afisa mtendaji mkuu wa Africa 50 Elan Ebobise amesema taasisi ya Africa 50 inatambulika rasmi duniani kama taasisi inayoongoza katika uwekezaji wa maendeleo ya miundombinu barani Afrika. In 10 years of operations, katika kipindi cha miaka 10 ya uendeshaji wake, taasisi hii imewekeza katika miradi 36 ya miundombinu katika nchi 34 za Afrika. Across 34 African countries. Waziri wa fedha wa Tanzania ambaye pia ni mwenyeji wa jukwaa hilo, Balozi Hamis Musa Omar, alizungumzia nafasi ya Tanzania kama mwenyeji wa jukwaa hilo. Makamu wa Rais wa Kenya, Kithure Kindiki, alitoa uzoefu wa Kenya kwenye miundombinu na kisha akashauri is that Africa needs to build confidence. Afrika inapaswa kujenga imani kwa uwezo wake wenyewe. Ni wakati wa Waafrika kuamini kuwa bara letu lina uwezo wa kufanya yale ambayo mataifa mengine duniani yamefanikiwa kufanya. What others have been able to do. Jukwaa hili la siku 2 linatarajiwa kuimarisha hadhi ya taifa kama kitovu cha mikutano ya kimataifa ya biashara na uwekezaji barani Afrika, sambamba na kufungua fursa mpya za ushirikiano wa kiuchumi, uwekezaji na maendeleo endelevu ya miundombinu. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Sasa turejee hapa barani Ulaya ambapo mawaziri wa sheria na mambo ya ndani wa mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya wametoa mwito wa kuchukuliwa hatua madhubuti dhidi ya mitandao ya kusafirisha wahamiaji pamoja na sera kali za kuwarejesha makwao wahamiaji wasio na vibali. Viongozi hao wametoa rai hiyo wakati wa mkutano wa dharura uliofanyika jana Jumanne baada ya maelfu ya wahamiaji kutoka Morocco kuingia kwenye eneo la Uhispania lililopo Afrika Kaskazini la Ceuta. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba. Mkutano huu wa mawaziri uliitishwa haraka baada ya mkasa wa Ceuta kuzusha msuguano mkubwa miongoni mwa nchi wanachama Umoja wa Ulaya. Alhamisi iliyopita wahamiaji wapatao 72,000 wa Kimoroko waliingia kwa pamoja kwenye eneo la Ceuta ambalo ni mojawapo ya vipande viwili vya ardhi vinavyomilikiwa na Uhispania kaskazini mwa Afrika.
Watu 75 walipoteza maisha kwenye msongamano huo ulioshuhudia makundi makubwa ya wahamiaji wakipiga mbizi na wengine wakivuka vizuizi vya senyenge kuingia Ceuta. Kwenye mkutano huo, mawaziri wa sheria na wa mambo ya ndani wa nchi wanachama Umoja wa Ulaya walijadili hatua kadhaa za kuchukua, ikiwa ni pamoja na kuboresha njia za kubadilishana taarifa za kiintelijensia na kuimarisha mipaka umoja huo. Vile wameazimia kufuatilia kwa haraka mitandao ya kijamii ili kubaini mapema vichocheo vinavyoweza kushawishi makundi makubwa ya watu kuzikimbia nchi zao na kujaribu kuingia Ulaya. Kamishna wa uhamiaji wa Umoja wa Ulaya Magnus Brunner aliuambia mkutano na waandishi wa habari kuwa wimbi la wahamiaji lililoshuhudiwa Morocco wiki iliyopita lilichochewa na mitandao ya kusafirisha watu kwa njia haramu pamoja na taarifa za upotoshaji zilizoenea kwa kasi mitandaoni. Kwenye mkutano huo, Brunner alikataa kusema iwapo Morocco inabebeshwa jukumu lolote kwa yaliyotokea, lakini akausifu ushirikiano ulioonyeshwa na serikali ya nchi hiyo kwa mamlaka za Uhispania, ikiwemo juhudi za kuwarejesha nyumbani wahamiaji karibu wote walioingia Ceuta. Afisa huyo amesema pia hivi sasa Umoja wa Ulaya unajadiliana na Morocco ili kupata mkataba mpana wa ushirikiano utakaohusisha pia swala la udhibiti uhamiaji. Tunahitaji kutumia uwezo tulionao kwa namna bora zaidi, iwe biashara, iwe sera ya visa, iwe ni msaada wa maendeleo, na hivi sasa tupo kwenye mchakato wa kutafuta makubaliano ya kimkakati na Morocco. Na bila shaka swala la uhamiaji ni miongoni mwa vipaumbele muhimu sana vya makubaliano hayo. Mkasa wa wiki iliyopita ulizusha msuguano mkali kati ya Uhispania na mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya, ambayo baadhi ikiwemo Italia ilisitisha kwa muda utaratibu wa kutohitaji visa kwa wasafiri wanaoingia na kutoka baina ya nchi hizo mbili. Denmark na Italia ziliutumia mkutano wa jana wa mawaziri kutoa rai ya hatua kali zaidi za kudhibiti uhamiaji. Waziri wa uhamiaji wa Denmark Morten Bodskov ameutaka Umoja wa Ulaya kuongeza fedha zaidi kwa ajili ya ulinzi wa mipaka. Mwenzake wa Italia anayeshughulikia mambo ya ndani Matteo Piantedosi amependekeza kuanzishwa vituo nje ya Umoja wa Ulaya kushughulikia maombi ya wahamiaji na kuwarejesha haraka walikotoka au kuwahamishia kwenye mataifa mengine. Shukran Rashid Chilumba kwa taarifa hiyo. Sasa tuelekee viwanjani ambako michuano ya kombe la WAFCON inaendelea nchini Morocco, huku jumla ya timu 5 zikiwa tayari zimejihakikishia nafasi ya robo fainali. Afrika Kusini, mabingwa wa mwaka 2022 na waliowahi kuwa washindi wa pili mara 5 kwenye mashindano haya makubwa ya soka la wanawake Afrika, waliambulia ushindi mwembamba dhidi ya Burkina Faso na pia walihitaji Ivory Coast iwashinde Tanzania. Saumu Njama amezungumza na Geoffrey Mwamburi, mwandishi wa habari za michezo, na kwanza anaangazia matokeo ya mechi za kundi B. Afrika Kusini walijitahidi sana, japo vile viwango vyao kidogo vilikuwa vimeshuka sana katika makala haya, ikitiliwa manani kwamba ni timu ambayo imeshiriki mara si moja na pia imewahi vile pia kuweza kuliwahi ile taji, lakini nafikiri kwa ni lazima ongeza kushinda, kwa sababu ukiangalia walianza kwa kujikokota. Kocha ambaye wako naye Desire Anis, kocha ambaye kwamba amekuwa na timu hiyo kwa kipindi kirefu sana, alibadilisha tu mikakati na kuweza kubadilisha mbinu kuelekea mechi ambayo kwamba waliweza kuipiga hapo jana na kuweza kupata ile ushindi. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za muda huu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za asubuhi na saa 11 asubuhi na dakika 45. Asante, chao.